Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni sekta ya afya kimkakati. Uwekezaji viwanda kulinda uchumi. MSD ya sambaza bidhaa za bilioni 317, bilioni 49 za tibu kaya masikini, 170 wapandikizwa figo, 200 wawekewa puto. Habari katika ukurasa wa pili. Tanzania kushirikiana na IFAD kuboresha kilimo mifugo. Habari katika ukurasa wa 7. Ajali nyingine ya basi lori ya Iringa. Habari katika ukurasa wa 17. TRA yataja changamoto 3 ukusanyaji mapato Afrika. Habari katika ukurasa wa 7. Muhimbili yapandikiza mimba wanawake 1826 wavunwa mayai. Gharama kuhifadhi mbegu za kiume. Viini tete hadharani. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tume yaweka msingi wa uwajibikaji wa haki si kisiasa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wagombea 17 kushindana uchaguzi mdogo Isimani. Habari katika ukurasa wa 17. Askofu Mkuu Ruwaichi ahimiza upendo haki. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu nilo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uchambuzi ripoti ya Jaji Chande. Jaji Warioba TLS wataja dawa ya kuliponya taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, nukuu ya Jaji Joseph Warioba ikisema, niliwaona wajumbe wa tume walivyokuwa wanafanya kazi na walitoa mambo ambayo pengine serikali isingependa. Hainipi matatizo. Tatizo langu ni kwamba waliotoa tume hayakutoka hadharani, ripoti haijawekwa wazi. Ndugu ya Boniface Mwabukusi inasema, tunapozungumzia maridhiano lazima tuanze na ukweli, haki na uwajibikaji. Huwezi kusema tuanze upya wakati familia nyingi bado hazijui ndugu zao wako wapi. Kiundwe chombo huru, shirikishi na kinachoaminika ili kufanya uchunguzi huru wa kina. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Kitita cha 150,000 bima ya afya kwa wote mbioni. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali imesema inakamilisha maboresho ya mfumo bima ya afya kwa wote, ambapo awamu ya pili ya uandikishaji wa wananchi itahusisha kifurushi cha shilingi 150,000 kwa mwaka kwa kaya isiyozidi watu 6. Dhahabu tumaini jipya Tanzania kulinda uchumi. Habari katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Mamlaka na zigo la kuchukua hatua kudhibiti kelele kwenye masoko. Ripoti maalum. Habari yake ni katika ukurasa wa 5. Wachumi wafunguka hatima ya mradi wa Dangote Tanga. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako
ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika ni bajeti ya kuimarisha huduma za afya nchini. Mchengerwa asema serikali itaendelea kuimarisha ubora wa huduma za afya ili kudhibiti kiwango cha kitaifa, kikanda na kimataifa. Aja na vipaumbele 11, habari katika ukurasa wa 4. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu, Rais IFAD wajadili kilimo, habari katika ukurasa wa 4. Profesa Shemdoe atoa maelekezo kwa TARURA, habari katika ukurasa wa 4. MSD kuendelea kununua bidhaa za afya za wazalishaji wa ndani, habari katika ukurasa wa 6. Kapinga ataka dawati la kusaidia wauza bidhaa China, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Serikali yatoa bilioni 48.8 bima ya afya kwa wote, habari katika kurasa za ndani. Hofu yaongezeka mlango wa Hormuz, habari katika ukurasa wa 19. Hija na afya, kinga ya mwili na somo kwa ulimwengu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema yalitega jeshi la polisi, yatangaza kuanza operation katiba mpya yenye ujumbe wa Free Lissu, yatuma ujumbe wa polisi kwamba wasizuie mikutano yao, wakizuia hawatakubali, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ripoti ya Jaji Chande Mwabukusi yaibuka na kasoro 30. Rais wa chama cha wanasheria Tanzania TLS Boniface Mwabukusi akizungumza kuhusu tathmini ya ripoti ya tume ya Jaji Chande kushoto ni makamu rais wa TLS Laetitia Ntaganzwa na mkurugenzi mtendaji wa TLS Mariam Othman. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5. Jaji Warioba eleza magumu anayopitia, habari katika ukurasa wa 17. House girl adaiwa kumnyonga mtoto, amtundika kwenye kamba ya kuanikia nguo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mjadala askari kusokota rasta kuvaa kininja watikisa Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika mahojiano maalum, matumizi ya mafuta ya taa yapungua kwa 97%, habari katika ukurasa wa 5. Afya yapewa msukumo mpya ikitengewa trilioni 1.8. Wizara ya Afya imeomba kuidhinishiwa shilingi trilioni 1.8 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya kuimarisha huduma za tiba, kinga, bima ya afya kwa wote na huduma za kibingwa nchini. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi wizara hiyo mwaka huu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mageuzi makubwa. Rais Samia haiwezesha Tanzania kupiga hatua katika sekta ya afya barani Afrika. Miongoni mwa mafanikio ni ongezeko la vituo vya afya kutoka 10,153 hadi 13,683, habari katika ukurasa wa 2. Mwigulu, Tanzania IFAD kushirikiana, habari katika ukurasa wa 3. Bilioni 123 kutekeleza miradi ya maji Mtwara, habari katika ukurasa wa 5. Vipaumbele 11 afya binadamu, habari katika ukurasa wa 3. Mapato TRA Mwanza hapa za kusanya bilioni 179, habari katika ukurasa wa 2. Rais Mwinyi avalia njuga uwekezaji CCM, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika msomi UDSM ashinda foleni challenge, Ulega ampa milioni 10, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti Jamhuri ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele urais moto CCM. Kigogo ashusha tuhuma nzito katika kikao kizito, wataka urais 2030 wadaiwa kuunda kamati za ushindi kote. Mjumbe aonya yaliyotokea kwa Kikwete Lowassa kujirudia. Dr. Nchimbi, Dr. Mwigulu, Dr. Nyansao, Aweso, Chongolo, Mchengerwa, Majaliwa, Makamba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, wa 3 pamoja na ukurasa wa 7. Gazeti hili limeandika mkakati mzito shule za amali, wadau wataka serikali kuongeza kasi ya ujenzi wa miundombinu, kilio cha vifaa kujifunzia, walimu wenye fani cha tawala, habari katika ukurasa wa 3. Chadema na ghasia za Oktoba 29, uhalisia mitazamo na tahadhari kwa taifa, habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Tasfam kuongoza safari mpya uchumi wa buluu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Felix Tshisekedi kufuata nyayo za Museveni, habari katika ukurasa wa 17. Trump Xi Jinping uso kwa uso, habari katika ukurasa wa 17. Gazeti hili pia limeandika makala ya Sitani
tusiache njia ya maridhiano. Habari katika ukurasa wa 7. Michezo, kufukuza nchini makocha si tiba. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa 2. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni dawa vyumbani, shida iko hapa, klabu za funguka, madaktari mameneja wa viwanja watia neno. Habari katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Kanuni zinasema klabu hukabidhiwa vyumba saa 8 kabla ya mchezo. Nukuu katika ukurasa wa mbele ni ya Saidi Mpuche, meneja wa uwanja wa Meja Isamuyo, anasema huu uwanja wetu, ukisema wanaweka dawa kwenye kiyoyozi, kuna njia ya feni, unaweza kuacha kutumia kiyoyozi na kutumia feni. Shita Samuel, daktari, anasema vitu ambavyo ni sumu kwa mwili vinaweza kuingia kwa njia ya hewa, ngozi, kinywa au njia ya mishipa ya mwili, vinaweza kuleta madhara ya hapo kwa hapo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Hisia zangu na Edo Kumwembe, pichi la Mkapa litakuwa kama Santiago Bernabeu au. Habari katika ukurasa wa 15. Simba wa taranga mguu sawa kwa Trump, zimebaki siku 30. Mchezo wao wa kwanza ni Juni 16, Ufaransa dhidi ya Senegal. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. TPL Jumanne ni TRA dhidi ya JKT Tanzania saa 10:15, Sheikh Amri Abeid. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa 2. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti ya Habari Leo lenye limeandika jumba la dhahabu la ipunza Yanga, Samia aibongeza Tanzanite, ataka maandalizi bora. Habari katika kurasa za ndani. Makonda shiriki utiaji saini azimio AFCON 2027. Habari katika kurasa za ndani. Shilole ashinda tuzo Kenya. Habari katika ukurasa wa 24. Serikali yaunda kamati za mikoa AFCON 2027. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe mwanga wa jamii lenyewe limeandika Yanga Sports Club yatembeza bakuli, lengo ni kupata fedha kwa ajili ya kulipia adhabu ya faini ya Tua Dodoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Beka ampigia saluti Chama. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV Jumanne leo.